Mjambo wa ndugu wariri, mimi ni Alphonse Mufariji Nestor, ninakuwa muratibu kitaifa wa vuguvugu MCLA RDC na pia nakuwa muratibu wa Resilience, Cohesion et Vigilance mujiji na tarafa ya Uvira. Na kwa siku ya leo siongei kama vile representant wa hizo shirika, lakini tunazungumza kwa niaba ya waandaazi wa maandamano ambayo ilikuwa natarajiwa leo siku ya posho tariki 23 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. Najua watu wengi walisikia na sita plito. Najua watu wengi walisikia habari mengi kuhusu maandamano, ilinyanyaswa sana. Tulisikia wakuu viongozi wanasema hivi kuona mabarua, ijapokuwa tulikuwa tushapata ruhusa ya kufanya maandamano hii. Tukumbushe kwamba kama tuliwaita hapa ni juu ya kuambia raia nini tulichukua kama maamuzi kutokana na maandamano ambayo tulikuwa natarajia kusiku ya leo. Tukumbushe kwamba sisi sio wafanya siasa, sisi ni watetezi wa haki ya raia, sisi ni watetezi wa nchi, sisi ni watetezi wa haki za kibinadamu. Na ndio kwa maana tukuona kufanya mikogotano juu ya maandamano, kwa sababu tuifanyi kwa faida ya siasa, tunaifanya kwa faida ya nchi. Maandamano ilikuwa natarajiwa leo, ilikuwa kwa ajili ya kupeleka shukurani zetu kwanza kwa Mungu kwa makuu na maajabu kwa yote aliyofanyia Uvira, na pili kushukuru rais wetu, kushindikiza rais wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa jitihada zote zinalikuwa nafanya, zinaendelea kufanya juu ya kutafuta amani Uvira, Sud Kivu na parti est ya Republique. Na kwanza kwetu kwa kuona gisi matunda ishaonekana, waasi walitoka Uvira ville na territoire, na tunaendelea kuomba watoke huko nafasi kwenye iko. Maandamano hii ilikuwa ni kuonesha shukrani yetu kwa rais na kuonesha kwamba de facto tunamshindikiza kwa hizo jitihada. Lakini maandamano haikukuwa njia pekee ya kuonesha jitihada. Hata kama leo inafikiwa kuzuiliwa na wakuu viongozi, lakini sisi kwetu tunaona kama ni resite kubwa, kwa sababu dunia nzima inasikia, ilijua kama maandamano hiyo inaandaliwa Uvira na inashindikizwa na raia yote ya Uvira kwa ajili ya kuonesha kombe de fois kama tunahitaji amani, tunakatala vita na tunaunga rais wetu mkono kwa jitihada zote za kutafuta amani nchini mwetu mwa Kongo. Na pia tunafelicite wa vijana wa FRDC ambao walitoka makwao huko Mabandundu, Mabandaka, Kinshasa, na wanajikuta leo Sud Kivu, wanajikuta parti est ya Republique kwa ajili ya kutafuta amani ya Kongo. Kwa kushukuru pia wazalendo kwa kuendelea kubakia kufront kwa ajili ya kutafuta amani ya Kongo. Ndio kwa maana kwetu ni shukurani kubwa, kwa sababu hatukufanya seme mi Alphonse nionekane, Kuibe aonekane ama Isa Mustafa aonekane. Tulijiweka kwa pamoja kwa ajili ya kuonesha furaha yetu kwa kuona maajabu Mungu endelea kuifanya kwa ajili yetu, kwa kuonesha combien de fois gisi rais wetu tunampenda kwa jitihada zote za amani ambazo anaendelea kufanya kwa ajili yetu. Kufanya maandamano na tusipoifanya kwetu haizuii kushindikiza rais. Tunaambia raia kwamba tumeahirisha, kama waandaaji tunaahirisha maandamano ile, lakini maandamano ni ya moyo yetu kuonesha kwamba tunaendelea kushindikiza rais kwa ajili ya amani, tunaendelea kushindikiza mtu yeyote ambaye anasimama kwa ajili ya kutafuta amani nchini mwetu mwa Kongo. Na ndio kwa maana tulipenda kuita watangazaji wa habari ambao ni nyinyi, kuambia raia kwamba tumeahirisha maandamano, lakini hatukuahirisha kushindikiza rais, hatukuahirisha kulalamika makao makuu ya Amerika, makao makuu ya dunia nzima, ya kwamba sisi wakongomani tunakataa vita, tunalomba amani, tunaomba wajeshi wa Rwanda warudie ambapo walipotoka. Tunasema tunachoka na damu ya wakongomani kumwangika kila siku, tunachoka na damu ya wamama, wa baba, wa vijana kutesekea makambini, tunachoka damu za wakongomani kuendelea kumwangika huko Nord Kivu, hapa kwetu Uvira, hapa Sud Kivu yote nzima na parti est ya Republique. Ndio komba kubwa ambao tunakuwa nayo.
Komba yetu sio ya siasa. Komba yetu ni kushindikiza rais katika jitihada, kushindikiza mainstitution zote za republique, gouvernement national, gouvernement provincial, mairie, jitihada zote za kutafuta amani, za kutafuta usalama wa Uvira, wa Sud Kivu. Wala kitu ambacho kilichotuma tuwaite hapa, tujulishe ya kwamba maandamano ilikuwa njia ya kuonesha furaha yetu, lakini njia ya kuonesha ya kwamba tunasimama kwa ajili ya kushindikiza rais, ni kuita wakongomani kuendelea kusimama kwa ajili ya kusema ya kwamba tutachangia sote. Hatuwezi sema tuko na shida ya amani ijapokuwa tutafuti amani, hatuchangii kutafuta hiyo amani. Nchi zote zilizoendelea duniani kote ni nchi ambazo raia ilisimama kwa ajili ya kuchangia kutafuta usalama wa nchi, na ndio kwa maana leo wito huu ni kuita raia tusimame kwa ajili ya kutafuta amani, kwa ajili ya kushindikiza wakuu viongozi, kushindikiza wanajeshi, kuwaombea Mungu, kudenonse watu wabaya, kukuwa vigila, kuchunguza mtu anafanya nini, huyu anafanya nini. Asante. Vile vile meri ya Uvira iko inahusishwa katika maandamano haya, kwa sababu kabla nyinyi kuahirisha maandamano haya, meri ya Uvira vile vile kwa shaka kwamba haitafanya tena maandamano. Unalizungumzia vipi hii? Nikumbushe ya kwamba maandamano yenyewe haikukuwa ya mkuu kiongozi yoyote, aidha haikukuwa ya meri ya jiji yetu. Ilikuwa ni maandamano ya muungano ya mashirika ambazo naziona hapa, na wamoja walizibiliwa kwa ajili ya kuonesha combien de fois kama sisi raia, kama adui iko napanga mikakati ya kuendelea kutafuta udongo, lakini sisi raia ya Uvira, raia ya Kongo hatuhitaji vita, arudi alipotokea, na kwa kuithibitisha kwa kuonesha combien de fois tunashindikiza mijadala yote ya rais ya kutafuta amani. Maandamano ni sisi tunayaharisha kwa saa hii, haiko watu wote wale ambao wanaiahirisha. Katika maandamano hii hamkuingia siasa, kwa sababu yasemekana kwamba kuna viongozi wameanza jiingiza ndani ya maandamano, na katika komunike ambayo imepita, sio nyinyi ambao mmeandaa ndio mmeitoa, ila ni viongozi wa mahali ndio wametoa hiyo komunike. Namna gani hayo yamepitikana hivyo wakati sio hao ndio walikuwa wakiandaa? Kwa mwanzo hakukuwa manyanga ya kisiasa. Kwa sababu gani? Ilionekana kama shirika nyingi za Uvira zililomba maandamano, zililomba kushindikiza rais, kushukuru Mungu, katala vita, kuitika amani, kulomba wa Amerika waendelee kutusaidia kutafuta amani, kushindikiza wanajeshi. Na ndio kwa maana tukaitwa na mkubwa wa jiji kwa ajili tujiweke fasi moya na yeye atushindikize. Pale hapakukuwa mambo ya kisiasa. Mambo ya manyanga ya kisiasa ilikionekana ya kwamba wamoja wakuu viongozi wamoja waliona ya kwamba hii kitu itaenda kufanyika kwa faida yao, watu wanaandaa. Hii kitu itaenda kufanyika kwa niaba ya mkuu wa jiji. Na ndipo pale kutoka decision ya kusema kwamba ile kitu iahirishwe. Lakini kutokana hata kama kulikuwa ile manyanga ya kisiasa, sisi hatufanyi kitu kwa ajili ya siasa. Na ndio kwa maana tulisema kwamba hatutafanya upinzani. Tunafanya kwa ajili ya nchi, na ndio kwa maana tunaahirisha kwa ajili ya nchi, tuendelea kusimama kwa ajili ya kutetea jiji letu, tarafa na nchi yote ya Kongo na kushindikiza rais. Hakuna mtu yote ambao anakataa raia isichangii kwa mambo ya usalama. Tukizungumzia hili swala la maandamano, sio Kongo ndio inayopigana vita, bali Kongo ndio imevamiwa. Na maandamano yalikuwa ni kwa ajili ya kusema tunahitaji amani. Unahisi ni sahihi wakati huu kusema tunahitaji amani? Kuna kauli gani kwa wale ambao wamevamia nchi? Na swali la pili ni wakimbizi wa Busuma Burundi wanalalamikia mashirika ya kiraia hapa tarafani Uvira kwamba mnawaachilia, mnashindwa kuwatetea wakati kule wanasumbuka, wanahitaji kurudi nyumbani. Ndio, sisi tunalalamika kwa ajili ya amani, tunavamiwa. Ni kuonesha combien de fois wale watu ambao wanaendelea kupanga, wanaendelea kumwanga damu ya Wakongomani, waelewe ya kwamba sisi wenyewe hatuhitaji vita na tunalomba amani kwa ajili ya kuonesha kwamba tunashindikiza jitihada zetu za nchi kutafuta amani, na pia tuoneshe makao makuu, tuoneshe dunia nzima ya kwamba hata kama waasi ambao wanashindikizwa na nchi ya Rwanda wanaendelea kutuvamia, lakini sisi hatuko tayari
kusikia hiyo kauli ya kusema tunakuja kuwakomboa, ijapokuwa wanakuja kumwanga damu ya Wakongomani. Na ndio kwa maana sisi tunashimama kuonesha mchango wetu kama raia, kukataa vita, kulomba amani na kulomba hao waasi waondoke katika nchi ya Kongo. Na kama tunafanya hii malalamiko, ni faida pia ya hao watu ambao wanakuwa ndani ya makambi. Kama uliona watu waliendelea kuteseka kule, ni kutokana na usalama mdogo ilikuwa huku. Hii kitu ambacho tunachokifanya ni kwa faida ya wenzetu ambao wanakuwa ndani ya kambi, kwa sababu wakati mtu anarudia ndani ya Kongo na kusha kuwa amani, itamsaidia kuikala na kufanya makazi zake za kila siku kwa muhali ya mzuri. Hapana kesho tena mtu afike akisikia tena tunakimbia tunakuwa tena kambini. Na ndio kwa maana hii ni wito tunatoa kwa Wakongomani, tuwe macho na tuangalie nini ya kufanya. Kesho yake tusikie sema kwamba tunaanza teseka, mashirika za kitaifa mtusaidie. Tuwe macho kwa sababu usalama wa Kongo utajengwa na watoto